Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi ameonyesha kushangazwa na ukimya wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kushughulikia masuala nyeti ya kitaifa, akituhumu kuwa imekimbia majukumu yake ya msingi. Akizungumza jijini Arusha Mei 8 mwaka huu katika mkutano wa TLS uliojadili hali ya siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ambapo Mwabukusi amesema ni aibu kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushindwa kujadili masuala kama ukiukwaji wa haki za binadamu, usalama wa raia, vitendo vya utekaji na kupigwa kwa baadhi ya wananchi, pamoja na kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Mambo haya yanapaswa kujadiliwa na bunge letu, lakini leo hii tunaona bunge la Ulaya ndiyo linajadili mambo haya. Hii ni ishara kuwa bunge letu limekosa uthubutu na linaogopa wajibu wake, alisema Mwabukusi. Kauli hiyo inakuja baada ya bunge la Ulaya kuketi na kujadili Tanzania, ikitoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha haki inatendeka katika kesi ya Tundu Lissu na kuweka mazingira rafiki kwa vyama vya siasa, hasa upinzani, kushiriki uchaguzi mkuu ujao kwa uhuru na haki. Kwa upande wake, mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, wakili Onesimo Lengurumwa, amesema hatua ya bunge la Ulaya kujadili hali ya haki za binadamu na demokrasia nchini Tanzania ni matokeo ya serikali kutochukulia kwa uzito ushauri wa wadau mbalimbali, wakiwemo asasi za kiraia waliotaka mazungumzo ya kisiasa kufanyika ili kumaliza mvutano uliopo kuelekea uchaguzi mkuu. Lengurumwa amesema hoja za bunge la Ulaya ni ishara kuwa masuala ya ndani ya Tanzania yanapata ufuatiliwaji kimataifa, hasa pale ambapo juhudi za ndani za kutafuta suluhu zinapuuzwa. Aidha, amesema tahadhari zilitolewa mapema, lakini mamlaka hazikuchukua hatua za kusikiliza hatua za wadau waliotaka maridhiano ya kisiasa na kuhimiza haki, uhuru wa kujieleza na ushiriki wa vyama vya siasa. Mjadala wa bunge la Ulaya unatokea baada ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, ambaye kwa sasa anakabiliwa na kesi ya uhaini. Kukamatwa kwake kunaibua mjadala mkubwa nchini na nje ya nchi, huku mashirika ya haki za binadamu yakielezea wasiwasi wao juu ya haki na hali ya demokrasia nchini Tanzania. Wakati wa mjadala wa bunge la Ulaya, baadhi ya wabunge walitaka achiliwe huru mara moja, wakieleza kuwa kukamatwa kwake ni dalili ya kupungua kwa uhuru wa kisiasa na kuvunjwa kwa haki za binadamu. THRDC imetoa wito kwa serikali kurudia meza mazungumzo na kuhakikisha haki za kisiasa, uhuru wa kujieleza na utawala wa sheria vinazingatiwa ili kuepusha nchi kuendelea kukumbwa na ukosoaji kutoka kwa jumuiya za kimataifa. Kwa upande wake, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson, akizungumza na chombo cha habari nchini Tanzania, alinukuliwa akisema, "Sisi tunachunguza mambo, kwa mfano ukisema watu wameuawa, maana yake makaburi yatakuwa pale. Hapo bunge linaweza kuunda chombo kwenda huko, ila sio kuchunguza yale mauaji. Hata tume za kijaji zinaundwa kama ile ya kuchunguza mauaji yaliyofanywa na polisi Sinza. Sio kuchunguza nani kafa. Wao wanachunguza mazingira, na walipokuja na maazimio, kuna askari polisi walifukuzwa kazi na wengine walifungwa. Kwa hiyo sisi sio chombo cha uchunguzi na tunaheshimiana kwa mihimili. Sisi tunachunguza mazingira, kwamba hawa watu ilikuwa kwaje," amesema spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson Mwansasu alipozungumza na moja ya chombo cha habari Tanzania. Wakati hayo yanaendelea, wagombea wao wako bize na kuchukua fomu, ambapo mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo Sanane Selena Senye leo amechukua fomu ya kugombea ubunge wa jimbo la Bariadi lilopo mkoani Simiyu, fomu ambayo amekabidhiwa rasmi na katibu wa jimbo Simon John. Sanane Senye ni mzaliwa wa Meatu mkoani Simiyu na ana uzoefu mpana katika sekta ya elimu, uongozi wa kijamii na usimamizi wa biashara, na kwa sasa ni meneja mkuu wa kampuni ya Bugari Investment Limited. Safari yake katika uongozi ni pamoja na kuwa mwenyekiti wa mtaa wa Gitoya Malambo Bariadi, nafasi aliyoishikilia kati ya mwaka 2019 hadi 2023. Lakini pia amewahi kuwa mwalimu mkuu msaidizi na makamu mkuu taaluma katika shule kadhaa za sekondari. Lakini pia aliwahi kuwa katibu wa baraza la vijana la Chadema Bavicha mkoa wa Simiyu kati ya mwaka 2014 hadi 2018.
Sanane ni mhitimu wa masomo ya sayansi PCM katika shule ya sekondari ya Musoma Teki na ana ujuzi mzuri wa lugha ya Kiswahili na Kiingereza kwa kuzungumza pamoja na kuandika. Na kwa malengo hayo na maono hayo ya kuwania nafasi ya ubunge, Sanane Senye anaonyesha dhamira ya kuwatumikia wananchi wa Bariadi kwa uadilifu, uzoefu na maono ya kujenga jamii iliyoendelea kupitia sera za ACT Wazalendo. Hii ni Sky4 Media.